Niseme niko na furaha tele kuwa ya kwamba tutoke kule mkutano wetu wa NDC na tukasema ya kwamba tutaanza safari ya kukutana na viongozi wa mashinani. Nimebahatika kuwa mkutano wangu wa kwanza ni hapa Murang'a. Kenya hii haiwezi isonge mbele bila wananchi wa Kenya kuwa pamoja. Wananchi wa Kenya wakifahamu ya kwamba hakuna shida ambaye inajulikana kwa ukabila. Shida inajulikana kwa tabu za mwananchi. Tukiwa hapa Murang'a, kama kuna shida ya hospitali, shida ya mabarabara, shida ya stima, shida ya elimu, tujue ya kwamba hiyo shida ni shida ambayo inakumba sehemu zingine za nchi pia. Na uwezi utatue shida ya sehemu moja na uwache ingine. Lazima tutembee pamoja ndio tuwe na nchi ambaye kila mmoja wetu anaweza kujivunia. Na huo ndio ulikuwa msingi wa chama chetu cha Jubilee. Huo ndio ulikuwa msingi. Na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu na upendo wenu nyinyi kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya, mkatupatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya kwa hizo awamu mbili ambazo mlitupatia. Na sisi tukafanya juu chini kwa uwezo wetu wote kutimiza ahadi mbalimbali ambazo tulikuwa tumeahidia wananchi wa Kenya. Hatukufaulu kwa zote. Siwezi nisimame hapa niwaambie ya kwamba we were 100% successful. Lakini kuna yale ambaye tulitimiza na kuna yale ambaye yalikuwa yamebaki ambaye yalikuwa yatakikana kuendelea. Na wengi wenu sijui kama mnajua, wakati mimi nilichaguliwa mwaka wa 2013, kwa muda wa karibu miaka miwili yangu ya kwanza, mbele hata nifikirie tutaanza kufanya hii ama hii, nilianza na shughuli kwanza ya kukamilisha yale ambaye rais ambao walikuwa hapo mbele yangu, Rais Mwai Kibaki, alianza. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa kwanza kutimiza jukumu moja, ilikuwa ya kujaribu kuunganisha nchi, kulete Wakenya pamoja, kutoa siasa ya uhasima, siasa za matusi. Ya? Mimi ni mtu mpenda kusema ukweli. Hata mimi nilikuwa na hizo siasa saa nyingine kuongea vibaya. Lakini nilikuja kugundua ya kwamba hiyo siasa haiwezi itupeleke pahali popote. Na ndipo mliona nikienda nikasema hata kama tumeshindana na wakina Raila na wengine, jameni, wacha tushikane.